BBC imevumbua yale yanayoendelea nchini Tanzania na jinsi Samia Suluhu amenajisi amani ya nchi hiyo. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Kwa miaka mingi, Tanzania imekuwa ishara ya utulivu katika bara lililojawa na misukosuko ya kisiasa, lakini sasa taswira imetikisika vibaya. Kulingana na shirika la BBC, wiki chache baada ya Rais Samia Suluhu kutangazwa mshindi wa kura ya kwa 98%, mitaa ya Dar es Salaam, Mwanza na Arusha imesheheni mabaki ya matairi yaliyowaka moto, mabango yaliyotupwa barabarani na ukimya wa taharuki uliochukua nafasi ya nyimbo za amani. BBC inasema kuwa hili ndilo taifa lilokuwa likijivunia jina la kisiwa cha utulivu, na leo jina hilo limepoteza maana. Familia nyingi bado ziko katika majonzi zikitafuta ndugu zao waliopotea au kuzika wale waliouawa katika vurugu zilizofuata uchaguzi uliotajwa kuwa miongoni mwa wenye utata zaidi katika historia ya Tanzania huru. Idadi ya waliouawa haijulikani. Serikali haijatoa takwimu rasmi, lakini mashirika ya kijamii yanasema vifo vimezidi mamia. Mitandao ya kijamii ambayo iliwahi kuwa sauti ya vijana wa taifa hili sasa imejaa picha za majonzi na miito ya haki. Kulingana na BBC, wakati Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani mwaka 2021, dunia iliona sura mpya ya matumaini kwa Tanzania. Upole wake, maneno ya maridhiano na ahadi ya kufungua nchi vilionekana kama mawazo ama mwanzo wa enzi mpya, na alitangaza sera za 4R ambazo ni Reconciliation, Resilience, Rebuilding, Reforms kama dira ya Tanzania mpya. Kwa muda, matumaini haya yalionekana kuwa na msingi. Vyama vya upinzani viliruhusiwa tena kufanya mikutano ya hadhara, wanahabari walianza kuandika kwa uhuru zaidi, na wananchi walihisi upepo wa mabadiliko. Lakini kadri uchaguzi wa mwaka 2025 ulivyokaribia, upepo huo wa matumaini ulianza kubadilika kwa dhoruba ya mashaka. Ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, mvutano wa madaraka ulianza kuongezeka. Wale waliokuwa wakiuzishwa na urithi wa mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli walitajwa kupoteza nafasi zao moja kwa moja ama moja baada ya nyingine. Samia alibadilisha baraza lake la mawaziri mara kadhaa, akawaondoa makamanda wa zamani wa usalama na kuzungukwa na wafuasi waaminifu pekee. Hatua hizo zilizokuwa zikielekezwa kama juhudi za kujenga timu mpya zilianza kutafsiriwa kama uimarishaji wa mamlaka ya mtu mmoja. Miezi michache kabla ya uchaguzi, Tanzania ilianza kushuhudia dalili za mvutano usio wa kawaida. Wapinzani wakuu walizuiwa kugombea. Tundu Lissu, ambaye ni mwanasiasa mashuhuri aliyenusurika shambulio la risasi mwaka 2017, alikamatwa kwa tuhuma za uhaini. Mpinzani mwingine, Luhaga Mpina, alinyimwa na fursa ya kugombea kwa sababu za kiufundi. BBC inasema kuwa kwa wengi hatua hizi zilikuwa kengele ya hatari kwamba uchaguzi haukuwa wa ushindani. Kile kilichoonekana kuwa uchaguzi wa kidemokrasia kimebadilika kuwa tukio la kitifaki. Siku chache kabla ya wananchi kupiga kura, huduma za mtandao zilikatika nchini kote. Wapiga kura waliripoti kuona askari wakilinda vituo vya kupigia kura kwa ulinzi mkali, huku matangazo ya televisheni yakionyesha picha za wapiga kura wachache waliojitokeza. Kisha matokeo yakatangazwa. Samia 98%. Kwa taifa hililojenga historia ya siasa za amani, matokeo hayo yalionekana yasiyo ya kawaida, na majibu kutoka wananchi yakawa ya ghadhabu. Saa chache tu baada ya matokeo kutangaza, maandamano ya vijana yalilipuka katika miji kadhaa. Waliokuwa na hasira walimiminika barabarani wakibeba mabango yaliyolaani udanganyifu na ubabe wa kisiasa. Polisi walijibu kwa kutumia mabomu ya machozi na risasi za moto. Kwa mara ya kwanza katika historia ya kisiasa ya Tanzania, mitaa ilijaa moshi, milio ya silaha na kilio cha wananchi waliokuwa wakikimbia. Mitandao ya kimataifa ilitoa picha za vijana waliolala chini ya barabara wakijaribu kujikinga na risasi, huku wengine wakisaidiana kubeba majeruhi. Machafuko haya yalijitokeza tu kama mlipuko wa hasira, bali yalionekana kama matokeo ya miaka mingi ya kuzuia hisia za wananchi. Mchoraji maarufu wa vibonzo vya kisiasa Godfrey Mwampembwa, maarufu kama Gado,
aliwahi kuelezea hali hiyo kama ghadhabu iliyokuwa ikichemka chini ya kifuniko cha utulivu. BBC inazidi kusema kuwa vijana wa Tanzania wengi wakiwa sehemu ya kizazi kipya cha Gen Z wamekuwa mstari wa mbele katika maandamano haya. Ni kizazi kilichokulia katika enzi ya mitandao ya kijamii, kilicho na ufahamu wa kimataifa na kisichokubali kimya. Wamekuwa kishinikiza uwajibikaji, ajira na haki za kiraia. Kwao, uchaguzi huu haukuwa tu wa kuhusu nani anashinda, bali kuhusu mustakabali wa nchi yao. Wengine walihisi kuwa sauti yao haikusikika. Na katika maeneo kama Mbeya, Iringa na Tanga, maandamano yaligeuka mapambano makali kati ya raia na vyombo vya usalama. Serikali ilitangaza marufuku ya mikusanyiko ya amri ya kutoka nje ikawekwa kwa siku kadhaa. Wachunguzi wa siasa za Afrika Mashariki wanasema kuwa CCM, chama kilichotoka katika harakati za ukombozi, kimepoteza uhusiano wake wa kihistoria na wananchi. Kwa muda mrefu chama hicho kimechanganya ukimya wa raia na amani bila kutambua kuwa ilikuwa ni amani ya uchovu. Tanzania iliyojengwa juu ya misingi ya usawa na umoja wa Mwalimu Julius Nyerere sasa inakabiliwa na hatari ya migawanyiko mipya. Kizazi kipya kimeanza kuhoji uhalali wa mfumo wa kisiasa uliojengwa juu ya chama kimoja kwa zaidi ya nusu karne. Wengine wanahusisha machafuko haya na mabadiliko ya kijamii yanayokumba dunia, na kutoka Nigeria hadi Chile ambapo vijana wamekuwa wakidai nafasi zao katika uamuzi wa kisiasa. Kwa muda mrefu Samia alijulikana kwa upole wake, lakini sasa jina lake limeanza kubeba maana tofauti ndani ya CCM. Amejulikana kama Simba Jike, kiongozi mwenye uthubutu wa kufanya maamuzi magumu, lakini kwa wapinzani jina hilo sasa linatafsiriwa kama ishara ya ubabe. BBC vile inavumbua mengi na kusema kuwa katika kipindi cha miaka mitatu Samia amefanya mabadiliko makubwa ya uongozi wa kijeshi, polisi na taasisi za ujasusi, hatua ambazo wachunguzi wanaziona kama juhudi za kuimarisha uaminifu wa mfumo kwa mtu mmoja. Lakini nje ya mipaka ya Tanzania mvuto wake umepungua. Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC zimeelezea wasiwasi kuhusu jinsi uchaguzi ulivyofanyika, zikitaja kasoro za kimfumo na matumizi ya nguvu. Ripoti za awali kutoka taasisi huru zimeonyesha dosari katika uhesabuji wa kura, kukamatwa kwa uangalizi na uongozi wa kiusalama uliotawala vituo vya uchaguzi. Na wakati Samia akiapa kwa muhula wa pili, dunia ilitazama kwa kimya wa mshangao. Kwenye hotuba yake ya kwanza baada ya ushindi alisisitiza kuwa uchaguzi ulikuwa huru na haki, lakini alikiri kuwa watu walipoteza maisha. Kauli hiyo haikutosha kuondoa kivuli cha damu kilichotanda mitandaoni. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu sasa yameanza kuitaka Tanzania kufanya uchunguzi kuhusu vifo vya waandamanaji, lakini serikali imekuwa ikielekeza lawama kwa raia wa kigeni wanaodai kuchochea maandamano. Katika historia ya Tanzania haijawahi kutokea kwamba taasisi za kikanda kama AU na SADC zikatoa karipio la moja kwa moja kuhusu uchaguzi wake. Hilo pekee linaashiria uzito wa hali ilivyo sasa. Wadadisi wa siasa za Afrika Mashariki wanaona kuwa Tanzania inakabiliwa na mtanziko wa kihistoria. Kubaki na utulivu wa hofu au kukubali maumivu ya mageuzi. Kwa miongo 6 taifa hili limefahamika kwa amani yake, lakini nyuma ya pazia ukimya huo umejengwa juu ya hofu na unyenyekevu wa kisiasa. Wakati ghasia zikiendelea, maswali mazito yanasalia. Je, CCM bado ina uwezo wa kuwa chama cha mageuzi? Je, Samia ataweza kurejesha Tanzania kwenye njia ya maridhiano? Kutokana na uchambuzi wa BBC, wakati moshi wa matairi ukifuka juu ya Dar es Salaam, hadithi ya Tanzania kama taifa la amani inaonekana kufikia ukingoni. Ni hadithi ya taifa iliyojaribu kudumisha umoja kwa kuzuia sauti hadi sauti hizo zikapasua anga. Kizazi kipya kimeamua kuzungumza kwa maandamano, kwa sanaa, kwa mitandao. Wamechoka kuwa watazamaji wa historia, wanataka kuwa waandishi wa kurasa mpya.
Lakini bei ya ujasiri huu ni kubwa, vifo, kukamatwa na hofu. Tanzania sasa inasimama katika mkutano wa kihistoria, ama itajenga upya misingi yake ya kidemokrasia au itaendelea kutazama katika giza la ubabe. Na ulimwengu mzima unasubiri kuona upande gani wa historia taifa hili litaamua kusimama. Na kutokana na uchambuzi huo wa kina wa BBC tunatamatisha taarifa zetu. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii, na vilevile alama ya kengele iko hapo, tafadhali gonga ili ukipata alerts kila wakati tukileta